ni kilomita 340 mpaka unafika Asbahan. Na yupo huyu kiumbe, yupo, takwambia yuko vipi. Ndio maana hivi vita hivi si vizuri kwetu sisi, si vizuri kabisa. Lakini kabla sijakwambia yuko vipi, nikupe hizi shari zake. Huyu bwana atakuja na Mayahudi 70,000. Hii 70,000 kutajwa Mayahudi 70,000 ina maana ya wingi au maana ya idadi. So vitu vingi Mtume kaeleza dhiraa 70 dhiraa, sawa? Dhiraa 70. Hii 70,000 imetajwa sehemu nyingi, kwa hiyo inaashiria wingi au inaashiria idadi. Kwa hiyo Mayahudi 70,000 watakuja naye. Kwa hiyo zingatia haya mawili, ima kwa wingi zaidi ya hivyo au kwa ile idadi ya 70,000. Na kwa nini wawe Mayahudi? Kwa nini wasiwe Manasara watakuja naye? Kwa nini wasiwe Waislamu watakuja naye? Kwa sababu vitabu vya manabii vimeandika hivi, kutubu an-nabiyyin, vitabu vya manabii vimeandika atakuja Masia, atazaliwa Masia. Huyu Masia atapigana jihad, atapanda mnyama punda, atazunguka ardhi hii. Alipokuja Isa bin Maryam, Manasara wakasema yule Masia tulotajiwa ndo huyu, na kweli amepigana jihad, na kweli amepanda punda, wakakinai. Lakini alipokuja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Waislamu wakasema yule Masia alotajwa ni huyu, na kweli Mtume amepigana jihad na amepanda punda. Sasa Mayahudi wao bado hawajaona, kwa hiyo bado wanasubiri na wanaamini yule Masiha Dajjal ndio Masia. Sasa unaye atakuwa na punda wake. Na mji wa Tehran ambao wanashukiwa atatokea kule, iko nyumba ya ibada ya Mayahudi, sawa kiasi ambacho inashakiwa hivi sasa idadi yao ni 1,035. Bado kidogo ifike 1,070 ile idadi itimie. Mpaka hivi sasa wako 1,500. Na kuna maguo maalum kama ya kufunika kichwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza watavaa hivyo, na hivi sasa ukiingia Google utawaona ndo yale